ya kupiga kura kutokuwa haki ya kikatiba, matokeo yake ni nini? Matokeo yake ni kwamba, namba moja, hatuandikishwi kuwa wapiga kura kama sheria ya uchaguzi inavyosema. Sheria ya uchaguzi inasema Tume ya Taifa ya Uchaguzi inatakiwa kuandikisha wapiga kura angalau mara 2 katika mzunguko wa uchaguzi, yaani kati ya uchaguzi mkuu mmoja na uchaguzi mkuu unaofuata. Tume iandikishe wapiga kura mara 2. Mara ya mwisho iliandikisha lini wapiga kura mara 2 katika mzunguko wa uchaguzi? Sasa hivi ndio inaandikisha wapiga kura, na inatoa wiki moja kuandikisha wapiga kura ambao haijawaandikisha kwa miaka 5. Na matokeo yake ni kwamba, kwa sababu ya muda mfupi, mamilioni ya Watanzania wenye haki ya kuandikishwa kupiga kura wanakuwa hawaandikishwi, kwa sababu tume haifuati sheria. Na kwa katiba hatuwezi kuenda mahakamani tukadai kwamba haki zetu za katiba za kupiga kura zimenyimwa. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, kwa sababu ya haki ya kupiga kura kutokuwa haki ya kikatiba, kuna jambo ambalo mnalifahamu sana: kura feki, kura za maruhani, kura za uongo. Katika chaguzi za nchi hii sasa imekuwa kawaida kwa kura za uongo kuingizwa katika masanduku ya kupigia kura kwa mamilioni, na zinaingizwa na watumishi wa tume, zinaingizwa na mapolisi, zinaingizwa na usalama wa taifa na kadhalika. Niwapeni takwimu za tume za tatizo hili. Kwa mujibu wa taarifa ya tume kuhusu uchaguzi mkuu wa 2020, wapiga kura waliopiga kura ya wabunge, ya rais hatuifahamu, tunafahamu ya wabunge kwa sababu ipo kwenye taarifa ya tume. Wapiga kura waliopiga kura halali za wabunge, kwa mujibu wa taarifa ya tume, walikuwa takriban milioni 11 na laki 8. Lakini ukienda kwenye matokeo ya uchaguzi ya kila jimbo katika nchi yetu, ambayo tume iliyachapisha tarehe 5 Januari mwaka 2021, ukajumlisha matokeo ya kura halali katika majimbo yote ya nchi hii, unagundua kwamba wapiga kura halali waliopiga kura za wabunge katika uchaguzi mkuu uliopita ni takriban milioni 8 laki 8. Kuna kura milioni 2 na laki 1 na ushe ambazo hazijulikani zilitokea wapi. Na hizo kura milioni 2 na laki 1 na ushe, asilimia 92 yake, kura zaidi ya milioni 2 zilipelekwa kwa wabunge wa CCM. Sisi Chadema tumegawiwa hizo kura haramu 148,000. Lakini kura zaidi ya milioni 2 zilipelekwa kwa wabunge wa CCM. Kura haramu kabisa. Sasa haya yanawezekana kwa sababu tume haiwajibiki kueleza mtu yeyote idadi halisi ya wapiga kura iliyowaandikisha. Tume haiwajibiki kufungua seva zake, kufungua huko inakohifadhi takwimu za wapiga kura kwa mtu yeyote. Na kwa sababu haiwajibiki kufungua seva zake kuonyesha inakohifadhia hizo takwimu, tume imekuwa pamoja na serikali na CCM wanatumia mianya hiyo kuingiza mamilioni ya kura feki katika kila uchaguzi. Sasa kura feki ni jambo la kawaida, na hii inaonyesha kwamba haki ya kupiga kura katika nchi hii
ni haki yenye mashaka makubwa sana. Sasa ni muhimu kwa muda uliobaki nizungumze kidogo juu ya tutafanikiwaje kupata mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi tunayoyapigania, tunayoyatarajia. Ndugu zangu, jambo la kwanza tunalohitaji kulifanya ni kujenga vuguvugu la kitaifa, kujenga coalition ya kitaifa itakayoongoza mapambano haya, kujenga umoja wa kitaifa ambao focus yake yote itakuwa kupigania mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi, ili kuhakikisha kwamba chaguzi zote zinazokuja zinakuwa ni chaguzi huru na za haki. Kwa sababu ya umuhimu wa kuwa na umoja wa kitaifa wa kupigania mabadiliko, mkutano mkuu wa taifa umeelekeza, na kamati kuu yetu iliyokutana wiki moja iliyopita imepanga mkakati wa kwanza kuhakikisha kwamba tunazungumza na kila taasisi, tunazungumza na kila mmoja atakaye tusikiliza kwenye swala hili. Hili swala linahitaji nguvu na mikono na baraka za Watanzania wote wanaosumbuka na mfumo huu haramu wa uchaguzi. Sasa ndugu zangu, masuala haya yametutafakarisha sana. Tangu mwaka jana, mara baada ya uchaguzi wa mitaa na vijiji, kamati kuu ya chama chetu ilikaa katika ukumbi huu na kutafakari kilichotokea katika uchaguzi wa mitaa na wa vijiji wa mwezi huo. 10 Desemba, aliyekuwa mwenyekiti wetu wa chama taifa, Mheshimiwa Mbowe, alitoa tamko kwa wananchi wa Tanzania, na mwenyekiti wetu alisema kwamba kama utaratibu ndio huu, kama chaguzi zetu ndio hizi, basi jukumu lililopo mbele yetu la kwanza na kubwa kuliko mengine yote ni kujiandaa kupambana, kupigania tubadilishe mfumo wa uchaguzi, ili tuwe na mfumo utakaohakikisha kwamba chaguzi zetu zinakuwa huru na za haki. Mwenyekiti wetu alisema, kama mtakumbuka, no reform, no election. Bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Sasa naomba nifafanue hapa, kwa sababu kuna watu wanaoeneza maneno. Tunaposema bila mabadiliko hakuna uchaguzi, tuna maana gani? Tuna maana kwamba kusipokuwa na mabadiliko yanayohitajika ya mfumo wa uchaguzi, tutafanya kila tunaloweza kwa nguvu tulizo nazo kuhakikisha kwamba uchaguzi mkuu haufanyiki mwaka huu. Hatuzungumzi kususia uchaguzi, hatutasusia. Tutaenda kuwaambia Watanzania na tutaiambia jumuiya ya kimataifa, tutawaambia walimwengu kwamba kama CCM na serikali yake haiko tayari kufanya mabadiliko kwenye mfumo wa uchaguzi ili kuhakikisha chaguzi huru na za haki, uchaguzi wa mwaka huu usifanyike kabisa. Usifanyike kabisa. Ndio maana ya no reform, no election. Bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Sasa msimamo wa kamati kuu uliotolewa
kwa Watanzania tarehe 10 Desemba tuliupeleka katika vikao vya juu vya chama chetu. Tuliupeleka kwenye baraza kuu la chama tarehe 20 ya mwezi uliopita wa Januari, na baraza kuu la chama likaupitisha. Na tarehe 21 iliyokuwa siku ya mkutano mkuu wa taifa wa chama chetu, mkutano mkuu wa chama vile vile umepitisha azimio hilo kwamba bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Nasema haya kwa sababu nataka niwe wazi hapa. Huu sio uamuzi wa mwenyekiti mpya wa Chadema Mheshimiwa Tundu Lissu. Huu ni msimamo wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo kama ulivyowekwa na vikao vyake vya juu vya kikatiba: kamati kuu, baraza kuu, mkutano mkuu wa taifa. No reform, no